Wahandisi wa ndani nchini wameiomba serikali chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwapatia zabuni inapoanzishwa miradi ya ujenzi wa meli ili kuipunguzia serikali mzigo wa matumizi ya fedha kwa kutumia wakandarasi wa kigeni. Kabla ya wasilisho hili, wahandisi hawa wanaishukuru serikali kwa kutambua mchango wao katika ujenzi wa meli MV New Mwanza chini ya usimamizi wa wataalamu wa meli kutoka nchini Korea ya Kusini waliokuwa wakishirikiana nao. Kwa jina mimi naitwa Engineer William Deogratius Basiga, ni marine engineer, ni mkandarasi lakini pia ni mkurugenzi wa kampuni ya Aquarian Project Solution inayodili na utengenezaji wa meli, vivuko na boats. Ukamilishwaji wa mradi huu unaashiria uongozi imara na thabiti na wenye maono katika kukuza uchumi na maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo imefikia hatua sasa katika ukamilishwaji wa mradi huu, serikali kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan ianze kuwekeza pia kwetu wakandarasi wa ndani. Kwa mfano kama sisi kampuni yetu ya Aquarian Project Solution tuna uwezo mkubwa tu sasa hivi wa kuweza kukabiliana na miradi ya namna hii kwa ukubwa wake na kwa kitaaluma kwa kutumia mainjinia ambao tuko nao hapa Tanzania. Hii meli ubora wake kwa sababu imejengwa kwa standard, imejengwa kwa standards za kimataifa. Kwa hiyo usalama ni mkubwa zaidi kwenye matumizi ya meli hii. Ukiangalia kwenye hii meli tuna kitu kama black box ambacho mara nyingi kinapatikana kwenye ndege, lakini na kwenye meli hii wameweka. Kwa hiyo itasaidia pia kurekodi matukio wakati wa ajali, kuweza kujua nini kilitokea. It's a new technology. Kwa hiyo wameweka teknolojia mpya nyingi humo ambazo zinaendana na marine industry nini inataka. Kwanza ukiongelea uzamaji wa MV Bukoba, miaka hiyo kidogo hata standard za kufata katika operations za meli hazikuwa zinatiliwa mkazo. Ukiangalia serikali imeanza mikakati yake kwa muda mrefu mpaka kuianzisha TASAC mwaka 2015 ni kwa sababu pia ya kuhakikisha wana enforce usalama wa vyombo vya majini. Kwanza hiyo ndio ilikuwa strategy ya kwanza, kuhakikisha kwamba vyombo vya majini vyote vinavyo-operate vina comply na international standard. Kwa hiyo kipindi cha kina MV Bukoba baadhi ya vitu havikuwepo, teknolojia haikuwa kama ambavyo iko sasa hivi. Kwa hiyo hii meli tunaona ina compliance na safety rules zote, safety regulations zote, ina comply na hizo safety. Kwa hiyo usalama ni mkubwa na stability yake ni nzuri, tofauti na MV Bukoba. Unaona hii stability yake ni nzuri na ni ya kisasa. Iko powerful, engine zake zina nguvu kwamba zinaweza zikaimili mikiki ya ziwani. Kwa hiyo hii ina ubora zaidi. Wawekezaji kutoka nje tunawakaribisha na waweze kufahamu kwamba Watanzania sasa hivi wana uwezo. Maana zamani unaweza kukuta mtu anaona bwana, nikiwekeza meli Tanzania nitahitaji mafundi kutoka nje linapotokea tatizo, linapotokea inspection surveys, lakini sasa hivi Watanzania wenyewe tunaweza kuzifanyia hizo meli survey, tunaweza kuzirekebisha zinapopata matatizo. Kwa hiyo ni mazingira salama sana. Mchambuzi wa masuala ya uchumi Martin Rajabu amesema kuwa uwepo wa meli hii utasaidia kuinua uchumi wa taifa na kuhamasisha biashara kati ya mikoa ya Mwanza, Kagera, Kenya na Uganda, na hivyo kuwataka wananchi kuchangamkia fursa hiyo. Pia akagusia suala la uzalendo ulioonyeshwa na serikali ya awamu ya 6 kwa wananchi wake. Sisi kama taasisi ya fedha kama Equity Bank Tanzania tunajaribu kuangalia ni jinsi gani meli hii itaweza kuchangia fursa za kiuchumi katika jiji la Mwanza. Sasa kama benki tunachokiona ni kwamba kwa sasa hivi sisi kama benki tupo katika mpango mkakati wetu wa kuhakikisha tunakuza uchumi wa blue, na tunachofanya ni kuhakikisha tunaihabarisha jamii na kuiwezesha jamii
kujua fursa zote zilizopo katika uchumi wa bluu, na tunapozungumzia uchumi wa bluu ni fursa zote zilizopo katika ziwa Victoria. Yes, kuna fursa upande wa bahari ya Hindi, lakini sasa hapa nataka tuzungumzie fursa zilizopo katika ziwa Victoria. Sasa ujio wa meli hii, si tunachokiona ni kwamba utatusaidia sisi kama benki kutekeleza ule mpango mkakati wetu wa kuhakikisha kwamba tunakuza hizo fursa za uchumi wa bluu. Tunazikuzaje au unachangiaje? Sasa kilichopo ni kwamba kwa meli hii sisi kama benki tuna wateja ambao tunafanya nao biashara, wateja wadogo na wakati ambao wamekuwa wakifanya biashara kati ya Mwanza na mikoa inayozunguka ziwa Victoria, ambapo kwa ujio wa meli hii tunachokiona ni kwamba sasa hivi wafanyabiashara wetu wale wadogo na wakati watakuwa na uwezo sasa wa kuja Mwanza kwa urahisi kufanya manunuzi ya bidhaa zao na kuzipeleka kule ambapo wanafanya biashara, kama ni Bukoba, itakuwa zile bidhaa zinaweza kufika kwa urahisi zaidi, kwa sababu ile meli ukiachana na kubeba abiria, lakini vile vile itakuwa inabeba mizigo. Kwa hiyo kwa upande wa wafanyabiashara wetu tuna imani kwamba watakuza biashara zao, kwa sababu sasa hivi watakuwa na uwezo wa kuja kufanya manunuzi Mwanza kwa urahisi kabisa. Lakini vile vile ukiangalia kuna bidhaa ambazo zinapatikana upande wa Bukoba. Kuna wafanyabiashara tunao wadogo ambao wanaleta ndizi, wanaleta mazao mengine ambao na wenyewe sasa hivi yale mazao yao yataweza kufikia masoko kwa urahisi. Tunajua Mwanza ni kama hub. Meli ya MV New Mwanza yenye uwezo wa kubeba abiria 1200, tani 400 za mizigo, magari madogo 20 na makubwa 3 imegharimu kiasi cha shilingi bilioni 120. Hii ni Tanzania Habari.